Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya taarifa tulizokuwa nazo ni pamoja na Israel kumuua kigaidi mtaalamu mwingine wa nyuklia nchini Misri. Israel imemuua mtaalamu wa nyuklia wa Misri, kijana mdogo ambaye alikuwa tegemezi kwa taifa hilo la Kiarabu. Ingawa maafisa wa Misri wametangaza kwamba wamemkamata mhusika wa mauaji ya mwanasayansi kijana wa nyuklia wa nchi hiyo, lakini taarifa zingine zinasisitiza kwamba muuaji aliondoka eneo la tukio mbele ya macho ya kila mtu na inaaminika ana uhusiano na shirika la kijasusi la Israel Mossad, hasa kwa kuzingatia kuwa Tel Aviv ina historia chafu ya kufanya jinai kama hizo za kuwaua kigaidi wanasayansi wa nyuklia wa nchi mbalimbali ikiwemo Misri. Mhandisi kijana wa kemia ya nyuklia nchini Misri aliuawa kigaidi Jumatano ya wiki iliyopita kwa kupigwa risasi na gaidi asiyejulikana. Alipigwa risasi 13 na gaidi huyo na baadaye kutoweka mbele ya macho ya kila mtu. Toleo la mtandaoni la jarida la Rai Al-Yom limechapisha makala iliyoandikwa na Khaled Al-Jayous na kuandika, tukio hilo linaonekana wazi kuwa ni kazi ya shirika la kijasusi la Israel Mossad. Ingawa hakuna uthibitisho kutoka kwa wahusika rasmi, lakini aliyeuawa si mtu wa kawaida bali ni mhandisi wa kemia ya nyuklia ambaye alikuwa kijana wa umri wa miaka 35 tu. Hivyo inaonekana wazi kwamba mtaalamu huyo alikuwa kwenye orodha ya wataalamu wa nyuklia waliokuwa wanasakwa na magaidi wa Israel ili wauawe kigaidi kwa muda mrefu. Makala hiyo ya gazeti la Rai Al-Yom imeendelea kusema mkemia huyo wa nyuklia, raia kijana wa Misri, alipigwa risasi 13 tena barabarani, hiyo ikiwa na maana kwamba upande uliopanga ugaidi huo ulitoa amri mauaji yatekelezwe kikamilifu na kusiwe na chembe ya makosa. Maafisa wa Misri wamesema kuwa operation hiyo haikuwa na msukumo wa kisiasa. Wananchi wa Misri wamesikitishwa mno na aina ya ugaidi uliofanywa, huku serikali ikiwa bado ipo kimya kuzungumzia kwa mapana na kukemea juu ya suala hilo. Sehemu nyingine ya makala hiyo imesema kuwa maafisa wa Misri wanasisitiza kwamba mhusika wa jinai hiyo ni mgonjwa wa akili, suala ambalo limezua maswali mengi yasiyokuwa na majibu kwa sababu ugaidi uliofanywa unahitaji mtu mwenye akili sana kuweza kupanga na kutekeleza. Wachambuzi wa mambo wamezungumzia juu ya makala hiyo na kuelezea hali halisi nchini Misri na jinsi tukio lilivyotokea, huku wakidai kwamba ni mamlaka nchini Misri ambazo zimelazimishwa na Marekani kukubaliana na kuunganisha nguvu moja na ushirika wa pamoja na Israel. Na hivyo ikiwa jambo hilo litazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii pamoja na vyombo mbalimbali vya habari, huku nchi ikitoa msimamo mkali, ni kwamba uhusiano unaojengwa kati ya Misri na Israel unaweza ukavunjika wakati wowote, na kwamba hata ule mpango wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump wa Abraham Accord ya mwaka 2020 ya kuyataka mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kushirikiana na Israel utakuwa hauna nguvu tena, na mataifa mengi yataongeza chuki dhidi ya Israel. Hivyo ndivyo ambavyo wachambuzi wa mambo wanaeleza juu ya kwa nini serikali ya Misri imekuwa kimya juu ya suala hilo. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni mtaalamu mwingine, mhandisi wa nyuklia kijana kutoka nchini Misri, aliyeuawa kwa kupigwa risasi 13 katika mwili wake, huku anayehusishwa na upigaji wa risasi hizo akihusishwa moja kwa moja na Mossad ya Israel. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.